Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel imedhamiria mashambulizi makubwa zaidi katika Palestina, sasa ikiendelea na mashambulizi yake katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini wanafanya mashambulizi mengine katika eneo la ukingo wa magharibi mwa mto Jordan. Mpango wa Israel ni kuteka maeneo makubwa katika eneo la ukingo wa magharibi mwa mto Jordan, lakini pia kuteka maeneo mengine katika ukanda wa Gaza, jambo ambalo limekuja kuleta tafrani kubwa na kufanya mauaji kwa wasiokuwa na hatia. Ndege za kivita na mizinga ya Israel kwa mara nyingine tena imeshambulia maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza, na wakati huo huo utawala wa Israel umefanya mashambulizi makubwa katika eneo la ukingo wa magharibi dhidi ya wananchi wa Palestina. Mizinga na ndege hizo za kivita za Israel zimeendelea kushambulia maeneo mbalimbali ya Gaza, ikiwa ni pamoja na jiji la Gaza, upande wa mashariki, Khan Yunis na kambi ya wakimbizi ya Al Bureij. Meli za kivita za Israel pia zimefyatua risasi kwenye maeneo ya pwani ya Gaza. Vyanzo vya ndani vimeripoti kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika kambi ya wakimbizi kutokana na mvua kubwa na uharibifu wa mahema. Wakati huo huo, baraza la mawaziri la Israel limekataa kuingia katika awamu ya pili ya mazungumzo ya kusitisha mapigano, likitumia kisingizio cha mwili wa mfungwa wa Israel, lakini wapiganaji wa Palestina wametangaza kwamba shughuli za utafutaji zinaendelea katika hali ngumu. Wakati huo huo, vikosi vya Israel vimevamia maeneo ya ukingo wa magharibi, ikiwa ni pamoja na Jenin, Jabba, Aqaba, Jabri, Deir Jarir na Beit Rima na eneo la Nablus, na kuwateka nyara wa Palestina kadhaa na kuwapeleka kusikojulikana. Hata hivyo, mpango wao ni ule ule, ni kutaka kuanzisha ujenzi katika maeneo hayo ya ukingo wa magharibi na kuruhusu walowezi kuendelea kuishi katika ardhi ya Wapalestina, huku mipango ikiwa ni kubadilisha ramani iliyokuwepo na kuteka maeneo makubwa zaidi. Wanataka kuteka nusu ya eneo la Gaza, lakini pia kuteka maeneo mengine katika eneo la ukingo wa magharibi. Hiyo ndio mipango ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu katika kile ambacho anadai ni kuifanya Israel kuwa kubwa tena, huku akianza na eneo la Palestina. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo yanatokea kwa sasa huko katika Mashariki ya Kati, hasa katika mataifa mawili yaliyokumbwa na vita vya muda mrefu, vita vya miaka mingi, nchi ya Palestina na Israel. Hasa kubwa likitafutwa ni mamlaka katika eneo hilo, kila upande ukitetea maslahi yake, Israel ikihitaji kuwa na eneo kubwa zaidi na kuwashambulia wa Palestina, huku wa Palestina wakijitetea mara kadhaa juu ya kuitawala ardhi yao ambayo inatambulika kimataifa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia kupitia The World News, utajua mambo mengi yanayojiri ulimwenguni.